Bwana Garibu Mzinga, mchezo wa Liga ya Mabingwa, mchezo wa marudiano, mnyama Simba dhidi ya Nsingizini umeisha kwa sare ya 0-0. Tuambie kiufundi, mnyama Simba changamoto ilikuwa wapi? Watu walitaraji mnyama leo anaenda kutoa kufuru, anaenda kushusha mvua ya magoli, lakini mechi imeisha 0-0. Ya, ni kweli, na hiyo ni dhana ya watu wengi. Hata mimi binafsi nilikuwa nimejiandaa kushangilia magoli mengi sana, nikiamini Simba watakwenda kufunga magoli mengi, lakini mambo yamekwenda tofauti. Ukiangalia hizi timu za mataifa haya, kuna mataifa dhaifu sana kwenye football, tunaita unranked countries, mataifa ambayo hayapo katika ramani ya viwango vya CAF. Kwa hivyo Nsingizini ni miongoni mwa yale mataifa F-list, yani mataifa ya mwisho kabisa katika kandanda, katika ubora wa kandanda la Afrika. So kwa ile mechi nilifikiria watafungwa magoli mengi, na ndio inakuwaga hivyo. Kama unakumbuka, Simba leo kuwafunga Mbabane Swallows magoli mengi, ilikuwa magoli 8-1 on aggregate. Hawa Nsingizini Hotspurs msimu uliopita kwenye group stage ya Confederation, ilikuwa kwenye first preliminary round ya Confederation, walifungwa mabao ilikuwa mangapi? Ilikuwa 5, walifungwa mabao 3 na 5, jumla 8, si ndio? Walipigwa goli 8-0. Tena mechi ya kwanza kama hivi Simba ilikuwa 3-0, mechi ambayo ilikuwa imepigwa Eswatini. Mechi ya pili ambayo imechezwa South Africa wakashinda Stellenbosch tena mabao 5. Kwa hiyo jumla mabao 8. Kwa hiyo ni kawaida yao kwa mataifa kama haya dhaifu kufungwa magoli mengi, like of Seychelles, Mauritius, Sao Tome and Principe, klabu zao zinafungwa magoli mengi. Lakini leo imekuwa tofauti. Kwa nini? Kwa sababu naamini Simba ilikuwa wameingia kwenye mechi wakiwa wameridhika kabisa. Yaani walishaona wamesha qualify. Na hiyo unaiona kisaikolojia. Benchi alikutaka hivyo. Benchi lilitaka hii mechi wao washinde. Lakini kisaikolojia unaona kuna mazingira tofauti ya performance ya wachezaji ambao wanaionyesha uwanjani. Naamini ni kitu ambacho kimewakosti. Nsingizini Hotspurs, kwa kile ambacho wametuonesha katika hii mechi, unaona kabisa kwamba hawakuja kutafuta ushindi. Walikuja kupunguza mabao, kurelax. Walishaona wamefungwa nyumbani mabao 3, kwenda away kumfunga Simba goli 4 Dar es Salaam sio biashara nyepesi. Kwa hiyo walishajua kabisa kwamba kuna kazi kubwa kwa Simba kumfunga. So tukapunguza idadi ya magoli, ndio walichokuja kukifanya. That's why wanapoteza muda na wanahitaji magoli. Kwa hiyo ilikuwa zimekutana timu za namna mbili. Nsingizini wana mission ya kupunguza idadi ya magoli, wasiruhusu. Simba wanacheza wakionekana wapo comfortable, yani wameridhika na mechi. Lakini wengine wanaona kama selection ya kikosi cha mwalimu kutokana na matokeo aliyopata mwanzo, ni kama mwalimu pia naye alirelax, kwa maana benchi la ufundi wakiamini bwana, sisi tusijichoshe sana, tusitumie sana nguvu, kwa sababu ukiangalia ratiba ya mechi ambazo zinafuatana. Uone hii pia ni sababu pia ambayo inaweza ikawa imechangia pia kupumzisha baadhi ya nyota na kuanzisha wachezaji ambao wengine huenda walikuwa wapewe sana nafasi. Mbona walikuwa wanapiga on target? Mbona walikuwa wakosi? Sio sababu ya kwamba wana rotation ya kikosi kwa sababu wana mashindano mengine. Hapana. Ni kwa sababu tu wameshindwa kuscore leo. Wameshindwa kufunga, wameshindwa kuishinda mechi, lakini kwa sababu ya mechi nyingine, hiyo ni mechi nyingine. Kwa sababu unaposema rotation, mechi ziko nyingi hizi. Na Simba ukiangalia kwa asilimia kubwa ameanza na kikosi ambacho kocha pia huaga anakipenda, kwa maana ya Dimitar Pantev. Idadi kubwa ya viungo, akacheza na viungo 6. Sawa? Katika viungo 6 hao hakuwa na typical number 9. Alicheza na false number 9 ambayo ni Kip Dennis. Lakini kama haitoshi, kwenye timu yake alikuwa anapunguza kiungo mmoja timu ikiwa na mpira, kwa maana Yusuf Kagoma anashuka chini, anakuwa kama sweeper katikati ya walinzi wawili kwa ajili ya kuja kusupport build up, anakuwa spare man. Yani mtu ambaye yuko tu pale wa akiba, likitokea kutokea yeye ana clear kwa haraka. Kwa hiyo ni mpango wa kocha, na hii sio mara ya kwanza kucheza na false number 9. Ile mechi ya kirafiki ambayo alicheza na Al Hilal, ile ambayo ilipigwa Meja Jenerali Samuyo, walishinda Simba, lakini namba 8 alikuwa Joshua Mutale, namba 9 alikuwa Joshua Mutale. Kwa hiyo wako hivyo, kile ambacho alikuwa akijaribia kwenye mechi za kirafiki ndicho ambacho amekijaribia. Mechi ya pili ile ambayo alipoteza magoli 5, kile kikosi chake almost ndicho ambacho kilianza mechi ya kule wakashinda. Ile mechi ya kwanza ambayo walishinda kule Meja Jenerali Samuyo, ndio hiki ambacho kimecheza hapa. Kwa maana ya mfumo na selection ya idadi kubwa ya wachezaji. Pale alikosekana Awesu.
kwenye kikosi cha kwanza na Kante, lakini the rest walikuwa almost ni wale wale. Na golikipa Yakubu kule alicheza Hussein Abel. Kwa hiyo Simba tu wenyewe wameshindwa kushinda mechi, lakini sio kama walikuwa wanaona anapumzisha kikosi kwa sababu ya rotation. Garibu Mzinga, msimu huu ni kama Simba ameonyesha kitu cha tofauti. Simba ambaye tuliamini ni mzuri sana kutumia uwanja wa nyumbani iwe kwenye mechi ngumu na mechi rahisi, lakini mwanzoni mwa msimu huu tumeona tofauti. Mechi 2 za Liga Mabingwa hatua ya awali na hii ya kwanza, sare 2 zote amezitoa nyumbani, kashinda ugenini. Hii kupata sare 2 nyumbani inatoa ishara gani? Okay, nadhani sio kwa bahati mbaya. Ungeweza kusema Simba ni hatari sana kwa sababu inashinda kwenye viwanja vigumu vya ugenini. Kwa sababu ugenini ndio sehemu ngumu kushinda. Sasa jiulize kwa nini wanashinda ugenini? Kwa sababu wana mentality ya kutafuta matokeo kwanza. Alafu inaonekana kuna changamoto, ndio picha ambayo unaweza kuipata hapo. Inaonekana timu ikisha shinda away, wanapokuja nyumbani mechi ya pili inaonekana kuna changamoto ya matumizi mazuri ya uwanja wa nyumbani. Sio? Kwa hiyo hapo kocha anatakiwa akae vizuri na wachezaji wake. Namna ya kuwaandaa kwa sababu inaonekana kama lishakuwa tatizo. Wachezaji wanacheza kwenye kiwanja cha away, wanacheza vizuri, wanapata ushindi. Mechi ya pili ambao wanarudi nyumbani, timu inaonekana haicheze vizuri na wanashindwa kupata ushindi. Kwa hiyo kocha inabidi awarudishe tena katika uwanja wa mazoezi kwenda kuandaa kifikra, kimbinu kwamba tunatakiwa tukiwa nyumbani tuwe hatari zaidi. Yaani nyumbani lazima iwe base, ngome hatari zaidi. Sawa? Ili wapinzani wasiweze kushinda. Wanakoenda sasa hivi ni group stage, ni sehemu ya alama. Huko ametoka eneo la playoff kutoana, inaingia katika eneo la alama, inabidi ukusanye alama. Kwa hiyo unahitaji kushinda mechi zako za nyumbani kwa sababu huko kushinda away ni ngumu. Hata kama watafanya hivyo itakuwa ni maajabu ya aina yake kwamba nyinyi nyumbani mnapoteza tu mkashinde tu mechi za away, ni kitu kigumu. Kwa hiyo unatakiwa kukusanya maximum points kwanza ukiwa nyumbani, alama 9 za nyumbani, alafu ugenini unakwenda kutafuta namna nyingine ya kushinda au kutoa sare. Hata kama ukipoteza inakuwa ni mechi ya away, lakini kupoteza nyumbani sio taswira nzuri. Mchezaji bora wa mchezo kwa upande wa timu ya Nsingizini lakini pia na Simba Sports Club ungempa nani kwa namna ambavyo umecheza, ulikuwa unawatazama? Nani ungempa leo mchezaji bora wa mchezo? Ni golikipa Sibusiso. Sibusiso Dlamini, golikipa wao ambaye kwanza kule alianza kwenye Kazwe Shabalala, leo kapata nafasi ya kwanza huku. Alikuwa na performance nzuri. Ameclear mpira ule wa Elim Panzu. Ilikuwa tayari ameshapotea hivi lakini akanyosha tu kono la kushoto akaenda kuzuia mpira. Ilikuwa tayari ile walete kati, lakini akaenda kuzuia. Nadhani kwa huko huyo ndo anastahili. Kwa upande wa Simba wamecheza vizuri. Wachezaji wote wamecheza tu ile kawaida. Unajua? Sio ile kwamba ni marvelous, kwamba wamecheza kwenye kiwango kizuri sana cha kutisha. Wamecheza kawaida. Kwa hiyo most of them hata sioni nani wa kumpa. Basi kipa leo ndio angekuwa man of the match wote kwa sababu hata Simba naye pia